Kuna taarifa ambazo zimetufikia katika kituo chetu cha habari hapa Mbeya, Tanzania, ambazo ni za ndani, za kushitua sana. Lakini kabla nilete hizi habari, naomba ikiwa unatazama Tanzania ITV kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem kila wakati za siri kubwa. Cha muhimu cha kuzingatia, naomba mtazamaji usisahau kubonyeza alama ya like na kuomba tu. Karibu. Sikiza hii habari ya kiongozi wa Tanganyika Freedom Fighters TFF wakitangaza kifo, wakitangaza kumkatakata kichwa kiongozi ambaye ni mwenyekiti wa CCM katika kijiji cha Masaira, mkoa wa Kilimanjaro. Tusikize. Tunaandamana maandamano makubwa nchini, maandamano ya kuchoma choma, maandamano ya kuchinja chinja wenyekiti wa mitaa, maandamano ya kupambana wabunge, madiwani, mawaziri. TFF, ndugu wa Tanzania, kama mnavyokumbuka, wiki jana niliwaahidi kwamba nitakuja na taarifa za ushindi, taarifa za furaha. TFF inasikitika kutangaza kifo cha mwenyekiti wa CCM mkoa wa Kilimanjaro, kijiji cha Masaira. Mwenyekiti huyo ni mwenyekiti wa CCM. Tunasikitika kutangaza kifo chake. TFF imemkatakata kichwa na kichwa chake. Taarifa hizo zimetangazwa na kiongozi wa kikundi hiki cha TFF, Tanganyika Freedom Fighters. Wanafurahia kutangaza kifo cha mwenyekiti wa CCM mkoa wa Kilimanjaro. Kikundi hiki cha TFF kimeanzisha vita hapa Tanzania, vita vya kupambana na wenyekiti wa chama tawala CCM, huku wakisema wataendelea kutekeleza maovu, jambo ambalo limeweza kusababisha taharuki Tanzania baada ya mauaji haya kuripotiwa. Majuma mawili yaliyopita, TFF iliweza kukiri kwamba waliweza kufanikiwa kumuua kwa kumkata kichwa tena askari afande Mushi wa Sengerea. Wakasema hao ndio wametekeleza mauaji hayo. Kikosi hiki ni kikosi kipi? Kikosi hiki mumekiona katika mitandao ya kijamii, wakisema wanataka kuanzisha maandamano makubwa Tanzania ili kurejesha Tanzania penye ilipokuwa hapo awali. Na haya yote yanakuja baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kujitangaza kuwa rais hapa Tanzania kupitia kilichosemekana ni uchaguzi wa 29 Oktoba 2025 mwaka jana. TFF ikaingilia kati na kusema ya kwamba vyombo vya dola, jeshi la polisi, waliweza kuhusika katika mauaji ya Watanzania waliokuwa wakiandamana kutafuta haki yao. Wakauliwa pasipofanya makosa yoyote. Wakaanzisha kikundi cha kupambana na jeshi la polisi, viongozi wa CCM na yeyote ambaye anaunga mkono serikali katili ya Samia Suluhu Hassan. Kikosi hiki kinaendelea kutangaza kwamba penye imefika mambo ya utekaji nyara unastahili kufika mwisho hapa Tanzania ili kuleta amani, la sivyo watahakikisha ya kwamba wamelipiza kisasi kwa serikali ambayo inaendesha shughuli hizi za utekaji nyara. Ikumbukwe, yeyote ambaye anaikosoa serikali ya Samia lazima atatekwa nyara ama akamatwe na kushitakiwa na kuwekewa kesi ya mchongo ya uhaini.
Humphrey Polepole ni kiongozi, alikuwa balozi, lakini baada ya kuonekana haungi mkono CCM, baada ya kugeukia CCM kwa sababu alikuwa mwanachama, aliweza kutekwa nyara mwezi wa 10 mwaka jana. Hadi sasa hamna yeyote anaelewa alipo, ila tu wakati familia ilienda penye amepangisha nyumba, wakakutana na damu iliyomwagika nyumbani mwake, kumaanisha alijeruhiwa kabla ya kutoroshwa ama kupotezwa. Wengi wanaharakati wamekimbia Tanzania kwa sababu ya kikosi cha utekaji nyara ambacho kinaungwa mkono na Abdul, ambaye ni mtoto wa Samia Suluhu Hassan, akina Mafuele, akina Bashite. Hao ndio wanadaiwa kuhusika katika mambo haya ya uovu hapa Tanzania. Tundu Lissu yuko gerezani, akawekewa kesi ya mchongo ya uhaini. Lakini TFF inatangaza hadharani kupambana na chama cha CCM, huku wakitangaza kwamba yeyote ambaye ni kiongozi wa CCM awe mwenyekiti katika mikoa mbalimbali, ni vema asalimu amri, ajiondoe katika kazi hiyo ya CCM kabla hajafikiwa, kwa sababu wametangaza vita katika taifa la Tanzania. Kufikia sasa Watanzania wengi waliweza kuaga dunia, lakini serikali imekatalia idadi kuitangaza hadharani kwa sababu wangetangaza inaweza kusababisha Suluhu Hassan kufungwa katika mahakama ya jinai ya kimataifa ambayo inashughulikia uhalifu ICC, ipo pale Uholanzi. TFF inasema kwa sababu kesi hii haijamshika ama haijamkamata Samia Suluhu Hassan, watahakikisha wamelipiza kisasi. Haya ndiyo yanaendelea hapa Tanzania. Ni mambo ambayo hata sisi hatuungi mkono, kwa sababu tunataka kila mmoja aishi kwa amani, licha ya Samia kutulazimishia uongozi wake. Lakini kuna wakati, unajua kila kitu ulimwenguni kiko na wakati wake. Samia alijitangaza akawa rais, akaapishwa chini ya ulinzi mkali wa kijeshi katika uwanja wa kijeshi. Hata yeye anaelewa hakushinda kura, lakini kuna wakati utafika atang'olewa mamlakani katika uchaguzi ujao wa mwaka 2030, ama lolote linaweza kutokea, kwa sababu baada ya yeye kuingia afisini tumeona wana CCM wakiaga dunia wengi sana. Sio wabunge, sio madiwani, sio jeshi la polisi, wote wanaendelea kuangamia kwa sababu ya damu ile ambayo ilinuka katika mitaa mbalimbali hapa Tanzania kwa sababu ya uongozi wa CCM. Naomba kutamatishia hapo, tukutane baadaye. Lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem ambazo ni za siri kila wakati, na kwaheri.